Ikiwa unafuatiliwa na roho ya mauti kwa njia ya ndoto, kwa njia ya mawazo au kwa njia yote ile, utakiri sala hii na utaona Mungu anakusaidia. Hiyo roho itaondoka kabisa. Kuna mtu roho ya mauti imekuvamia, imekamata maisha yako. Unaota ndoto unashiriki chakula na watu waliokufa. Unaota ndoto kama uko kwenye jeneza au uko makaburini. Lakini pia kuna baadhi ya mambo yako kila unapoyaanzisha na kufa. Unajaribu kuanzisha jambo hili, linafika mahali fulani linakufa. Kabla hajatokea au halijadhihirika kwa ukubwa, linakufa. Umekuwa ni mtu ambaye una roho ya mauti kwenye maisha yako. Watu wazuri hawakai, wanaondoka. Watu wema hawakai, wanaondoka. Roho ya mauti imekupata. Roho ya mauti imekukamata. Lakini nikutie nguvu ya kwamba hakuna neno gumu lisilowezekana kwa Mungu. Mungu atakusaidia. Na tumewekwa watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuwasaidia watu. Tumewekwa watumishi wa Mungu kwa ajili ya kumwakilisha Mungu kwa wanadamu, ili watu wapate utatuzi wa matatizo yao. Mungu amenituma na kunipa kibali maalum niweze kukuombea, na utafunguliwa kwa imani. Karibu niombe juu yako. Kili maneno haya yanayotoka kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ya 118 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema kwamba sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Lazima kwanza kinywa chako kikiri. Unakiri nini? Kiri wokovu, kiri ushindi, na kataa kabisa kufa. Kataa mpango wa shetani. Kataa mpango wa giza ulioandaliwa kwako. Unajua hivi vitu vya kiroho vinaenda kulingana na wewe unavikubali au unavikataa. Ikionekana usemi chochote, vinapata nguvu, vinaweza kuweka bezi kubwa kwako, vinaweza kuweka mashambulizi makubwa kwako. Lakini ikionekana unavikataa na unafanya juhudi ya kutoka kwenye hilo, Mungu atakusaidia. Lakini jambo lingine, jitahidi kuwa karibu na Mungu kwa kusoma neno lake. Jitahidi kusoma neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linafungua vifungo hata bila kuomba. Yaani kuna vifungo vinaondoka kadri unapomjua Mungu zaidi. Kuna mamlaka inaongezeka kwako, kuna ujasiri unaongezeka kwako, kuna nguvu inaongezeka kwako. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa kuna uhuru mwingine wa ufungulivu unapatikana kadri unapokuwa karibu na Mungu. Biblia inasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili upate amani. Kwa kuna amani nyingine ya ufungulivu unaipata kadri unapoendelea kumjua Mungu. Basi inua mkono wako au mikono yako na ukiri maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninaamini katika wewe. Ninaamini leo ninaenda kufunguliwa. Ninapokea nguvu ya ufungulivu. Leo hii napokea nguvu ya kufunguliwa. Ninakiri maneno haya: sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali nitaishi. Sifi bali nitaishi. Katika jina la Yesu ninakataa hofu, ninakataa roho ya mauti, ninakataa pepo la mauti lililounganika na mimi, lililounganishwa na mimi. Liniachie kwa njia ya ndoto, kwa njia ya uhalisia. Ewe roho ya mauti, ewe hofu ya kifo, ewe roho ya mauti unayeharibu vitu, unayeua vitu, niachie. Ninakukataa, ninakutua. Ondoka ndani yangu, roho ya sanda, roho ya kaburi, roho ya hofu, roho ya vitisho, ndoto mbaya, niachie. Ewe roho ya sanda, ewe roho ya jeneza, toka ndani yangu, toka ndani yangu. Roho ya wafu, ondoka ndani yangu. Mawazo ya wafu, ondoka ndani yangu. Vitu kuharibika, ninakataa. Kila nilipounganishwa na wafu, natoka hapo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya hofu, roho ya giza, iniachie, niachie kwa jina la Yesu. Niachie, achia mali zangu, achia uchumi wangu, achia maisha yangu katika jina la Yesu. Toka mauti kwenye kila vitu vyangu. Leo nakukataa, leo nakukataa kwa jina la Yesu. Mimi sio wa kwako, mimi sio mali yenu. Hatuna mahusiano yoyote, hatuna muunganiko wote, hatuna kumbukumbu lolote katika jina la Yesu. Kila mahali ninapoitwa na wafu na mizimu na miungu, leo hii nakata mahusiano na muunganiko katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu naendelea kumwombea mtu huyu. Natamka ufungulivu kuanzia sasa. Ewe roho ya sanda, ewe roho ya jeneza, ewe roho ya mauti,
ewe roho ya kuzimu, haya anza kuondoka. Ondoka sasa, ondoka sasa, ondoka sasa. Wengine mmeunganishwa na makaburi, wengine mmeunganishwa na makaburi, makaburi ya watoto wachanga, makaburi ya watu wasiokuwa na maisha, na mmefungiwa hapo, na kuita kwa jina la Yesu. Kila ulipozikwa na kuita kwa jina la Yesu. Wengine majina yenu yamezikwa, wengine mlikanyaga kwenye makaburi fulani mkaunganishwa, wengine mlienda kwa waganga wa jadi mkaunganishwa nao, mkawekwa makaburini, mkavikwa roho za makaburi. Wengine mliogeshwa maji ya maiti. Leo nakutenganisha na kila maagano ya giza, na kila maagano ya makaburi, kila agano ya mauti, agano la mauti, agano la mauti, agano la mauti, misaraba ya mauti, na iondoa kwako, na iondoa kwako, na iondoa kwako. Roho za jeneza, roho ya sanduku, ondoka. Roho ya sanda, roho ya mwanandani, toka sasa. Mwachie mtu huyu, sio mali yako, na kuondoa. Ewe pepo, na kuondoa. Ewe uchawi, na kuondoa. Ewe roho ya giza. Wengine mnatumikishwa kufukua makaburi, makaburi ya watoto, makaburi ya wafu waliokuwa wamekufa kwa vifo vya ajali, na kuondoa huko, na kuondoa huko, na kuondoa huko. Roho ya giza, roho ya uharibifu, roho ya kipepo inaokutumikisha, mawazo mabaya yaliyokaa ndani yako, ya kuachie sasa, ya kuachie sasa. Toka huko, toka huko, na kukomboa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu na kusaidia. Okoka sasa, funguliwa sasa, okolewa sasa, okolewa sasa. Huko walikokuweka nafsi yako, roho ya wafu, roho ya mauti, roho ya mauti. Wengine mikataba ya ndugu zenu inawafuatilia, na nyie walikufa, lakini bado wanawafuatilia kwa njia ndoto, kwa njia mawazo. Wakuachie sasa, wakuachie sasa, na kutenganisha na hiyo ndoto, na kutenganisha na vile vitisho. Kuna ndoto uliota, ndoto mbaya sana, imetesa moyo wako, imetesa maisha yako, imekufadhaisha. Na vunja hiyo ndoto isitimie, na vunja huo ubaya usitimie kwa jina la Yesu. Toka we pepo, toka sasa. Achia sura hii, achia jina hili, achia kibali hichi kwa jina la Yesu. Pokea ufungulivu na kutenga na wafu kwenye mikono. Roho ya wafu iliyokaa kwenye mikono yako leo ikuachie, roho ikuachie, leo ikuachie, leo ikuachie. Lolote lile ambalo umeunganishwa nalo likuachie sasa, na alikemea, na alipiga, na alipiga, na alipiga, na piga roho za mauti, roho za mauti. Toka pepo la mauti, toka pepo la mauti, toka roho ya sanda, toka roho ya kuzimu, toka roho ya sanduku. Achia sasa, achia sasa. Na tuma moto. Wengine mlilishwa vyakula vya wafu, mlilishwa vyakula na wafu, na kuondoa huko, na kuondoa huko. Walikokulisha, walikokuvika, walikokuvalisha nguo yote ile, utambulisho wote ule, wakuachie sasa. Toka, toka kuanzia sasa. Mwili wako uwe moto, moto, moto kwenye mwili wote, moto kwenye mwili wote. Mwili uwe moto, mwili uwe moto, mwili uwe moto, mwili uwe moto, mwili wako uwe moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tapishwa, tapishwa vyakula vya giza, tapishwa, tapishwa kila ulicholishwa. Panda wewe, panda, ondoka. Tapishwa, 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 tapishwa. Kila uchawi uliounganishwa nao leo vikuachie, leo vikuachie. Toka roho ya mauti, toka roho ya mauti, toka vitisho, toka hofu, toka pepo la hofu, roho ya giza, mawazo mabaya yaliyokukaa ndani yako, yaliyokufunga, roho ya mauti inaoharibu vitu. Ungua sasa, ungua sasa. Pepo la mauti kamatwa. Achia maisha mtu huyu, achia uchumi wake, achia familia yake, achia kibali chake. Kila mlipoua, kila mlipoharibu, natuma ukombozi, natuma damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Ipite sasa, ipite sasa. Naondosha hizo mikataba, naondosha hizo muunganiko. Toka pepo la wafu, toka roho ya wafu, toka roho ya kuzimu, toka, toka kuzimu. Kila kuzimu iliyofungua kinywa ili imeze maisha yako, imeze vitu vyako. Unaishi kama mtu aliyekufa ingali uko hai. Navua maagano ya magonjwa, mapepo ya magonjwa, magonjwa uliotupiwa. Wengine umetupiwa magonjwa, unawaza utakufa kwa ugonjwa huo, unawaza utakufa kama walivyokufa ndugu zako. Naondoa hilo pepo, naondoa hiyo hofu, naondoa hiyo hofu. Ikuachie sasa. Toka na magonjwa yako, toka we pepo, toka kuzimu, toka, 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 toka. Mwachie mtu huyu. Moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu. Natuma moto, naamuru moto. I command fire, I command fire. Natuma moto, natuma moto, naamuru moto, naamuru moto. Upita polipo, upita polipo, upita polipo. Vifungo vyote viondoke, vikatike katika kila kifungo, katika leo, katika leo. Bomoka, toka mandoto mabaya, toka mawazo mabaya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwe huru. Neema ya Bwana kufungue. Nguvu za Mungu ziwe pamoja nawe. Pokea amani, pokea neema, pokea ushuhuda. Baada ya maombi haya ukasikie mzigo uliokuwa umekaa kwa muda mrefu kwako umeondoka. Naondoa kila mzigo, naondoa kila mzigo uliobebeshwa, naondoa kila mzigo uliounganishwa nao. Kuanzia sasa ishi maisha walio hai, ishi maisha walio hai. Mambo yako yawe hai, kila kitu kiwe hai. Naamuru ufufuke. Pokea ufufuko na uzima, pokea ufufuo na uzima, pokea ufufuo na uzima. Yesu Kristo aingie ndani yako, ayafufue maisha yako. Fufuka kwa jina la Yesu. Na tabiria mifupa mikavu iliyokatiwa tamaa iweze kuwa hai tena. Uwe hai, uwe hai, uwe hai. Uishi sasa katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Amen.
Naitwa Pastor Godwin Ndelwa, yani mchungaji Godwin Ndelwa. Godwin Ndelwa. Naamini Mungu amekufungua na amekutendea mema. Umesikia kufunguliwa, umesikia nguvu za Mungu. Rudia tena maombi haya. Kuna ishara yote imetokea, kuna kitisho chochote ambacho umepitia, usiogope. Rudia tena maombi haya, utaona mkono wa Mungu na utaona neema ya Mungu ikikufungua. Lakini pia wewe ambaye unatamani upate maombi zaidi au unifuatilie zaidi, basi karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Na wewe ambaye unasikia msukumo ndani ya moyo kujiunganisha au kujiambatanisha na maombi haya kwa kusindikiza kwa sadaka yako ya ufungulivu, ya shukrani au ya kusapoti injili ili uweze kuwafikia wengi zaidi, basi karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Iko namba ya Tanzania na ipo namba ya Kenya. Mungu wa mbinguni akubariki, Mungu wa mbinguni akutendee mema. Na hakika kuna mtu umefunguliwa kwa maombi haya. Utaenda kuona mambo yako yakifunguka, ujasiri na ushujaa. Hofu yote itaondoka, hautafamiwa wala kufuatiliwa na vitu hivyo tena katika jina la Yesu. Mungu akubariki. TikTok Maombi ni Dawa, YouTube channel ni Maombi ni Dawa.